Kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 48 mpaka 49, Biblia inasema, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili asubuhi ya leo. Naomba kalivuvie likawe baraka katika maisha yetu ya wokovu kuanzia leo na hata siku zilizoko usoni. Bwana, ukatupe neema kutembea katika utukufu wako. Ninaomba neno hili likawashe mioyo yetu, ikawake kwa kupitia neno hili, na ukalitimize kusudi lako kupitia neno hili. Nijuize katendeke, matendo makubwa tukayaone kwa utukufu wa jina lako Mwokozi. Amen. Amen. Unayeandika, andika ahadi ya Baba. Ahadi ya Baba. Kwenye mabano unaweza ukaandika Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, ninyi ndinyi mashahidi wangu, nanyi msiondoke hapa mjini, kaeni humo mjini mpaka mpokee nini? Ahadi ya Baba, uwezo utokao juu wa Yesu Kristo. Ahadi ya Roho Mtakatifu. Ahadi ya Yesu Kristo. Semeni amen. Ahadi ya Roho Mtakatifu. Yesu akasema msiondoke hapa mjini. Mwenye maana kwamba tafsiri yake ilikuwa msiende kufanya kazi yoyote ya kiungu pasipo mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Maana alijua kazi iliyoko ni ngumu sana. Kazi ya kumtumikia Mungu ilikuwa ngumu, kwa sababu ugumu aliyokutana nao kupambana na wale Mafarisayo ilikuwa sio kitoto. Pasipo uwezo wa nguvu za Mungu wasingeweza kufanikisha jambo lolote. Lakini soma Biblia, baada ya kupokea uwezo, Petro na wenzake pale waligeuzwa wakawa watu wengine. Ujasiri waliokuwa nao sio kitoto. Yule Petro aliyemsaliti Yesu sio yule aliyemsaliti tena. Maana wakati anamsaliti Yesu alikuwa na wasiwasi, lakini alipopokea Roho alikuwa mtu mwingine. Alikuwa hawezi kusikiliza jambo lolote. Na hata pale makuhani walipowazuia wasimhubiri Yesu, Petro na Yohana wakauliza, "Je, ni haki sisi tuwasikilize ninyi kuliko Mungu?" Kwa sababu walikuwa wamejaa nguvu baada ya kuvuviwa kila kipawa, baada ya kuvuviwa ule uwezo uliotoka juu. Sema amen. Maana Petro kabla hajajaa nguvu, si mnaona mambo yake aliyofanya kule? Si mnaona? Bwana sifiwe. Petro kabla hajapokea Roho, kabla hajapokea ahadi ya Baba, alikuwa na mambo ya ajabu. Mara akatesikiwa na mtu. Mara aanze kusema, Yesu, mimi niko tayari hata kufa na wewe. Yesu, niruhusu na mimi nitembee juu ya maji. Vituko. Lakini alikuwa hana ujasiri. Sinaona siku ile alisema, Yesu naomba nije, lakini alikuwa hana nguvu. Baadaye wimbi lililokuja tu akaingia wasiwasi. Dumbwi. Yesu akamnusuru. Lakini alipopokea nguvu, simnamuona? Ndiye askofu wa kwanza duniani baada ya kanisa kusaliwa na Yesu. Yesu alipopaa akaachilia kile kipawa cha ahadi ya Baba. Petro ndiye aliyekuwa msimamizi wa kwanza. Maana walivyoondoka, Yesu baada ya kuondoka, Biblia inasema waliondoka wakaketi, wakakaa hekaluni siku zote wakimsifu Mungu. Na siku ile Pentekoste, Roho Mtakatifu alivyoshuka, waliyekuwa wa kwanza kuhutubu alikuwa ni Petro. Wale watu walipokuwa madirishani wakisemezana, wakasema hao jamaa wameelewa asubuhi saa 3. Petro kwa kusha nguvu akamwambia, hatujalewa, ila ni kile kipawa kimemwagwa juu yetu. Sema amen. Sema amen. Kimemwagwa juu yetu, ndio mnayoona matendo makuu. Ndio alikuwa na ujasiri. Nakwambia na wewe mtu wa Yerusalemu, uliyepo PhD Samfura, nakwambia ukipokea uwezo utakuwa mtu mwingine, utageuzwa. Hautakuwa yule waliokuzoea. Ama niko haya upako kiwa shwenu, hawatakuwa nyie tena. Mtakuwa watu wengine wa kuogopa. Dunia itawajua tu. Watawajua, watawatambua tu. Maana akiingia kwenu anawageuza. Mnakuwa watu wengine, sio amani tunawajua. Sema amen. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, anabadilisha. Muangalie Sauli aliyokuwa mtesaji, aliyokutana na upako akawa mtu mwingine. Ndiye ameandika nyaraka nyingi kwenye kitabu cha Agano Jipya. Nyaraka nyingi ni za Paulo. Ni baada ya kupokea Roho. Kabla hajapokea Roho, alikuwa mtesaji wa kanisa. Walikuwa wakiwakamata, ukiingia kanisani na kufyeka, kama walivyo wezi wa leo, kama walivyo wachawi wa leo wanachukia Injili, kama walivyo wachungaji wa kiholela waovyo wanazuia Injili. Mtu anataka kuokoka, anamzuia, anamfukia gizani. Pole. Lakini Yesu akasema msiondoke hapa hata pokea nguvu.
Maana alijua kazi iliyopo ni ngumu. Unataka kuimba lazima upokee upako. Unataka kuhubiri lazima uchae nguvu. Unataka kufanya kazi yoyote lazima uchae nguvu. Unataka kuwa mwombaji mzuri lazima uchae nguvu. Utayaona matunda. Unataka kuimba kama Rose Muhando? Ndio. Tunza upako. Akikufufia jaa. Shida sasa ndio ile sasa. Akishajaza Mungu akikuinua tu ndio yale majina yanaanza kubadilika. Ukiinuliwa na Mungu, nyenyekea. Ule upako ile mafuta yaliyo juu yako ili aendelee kutenda kazi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ahadi ya Baba ndio tulioahidiwa, ndio maana tuko hapa safari hivi leo. Kwa sababu ile nguvu iliyoko ndani mwetu. Maana alisema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu mpaka Samfura, mtaenda kuhubiri Injili. Akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema amen. Mtikise jirani yako mwambie amen. Mtikise jirani yako mwambie Yesu ni Mungu. Mwambie Yesu ni Mungu. Mwambie Yesu ni Mungu. Nataka niwasikie wale, Yesu ni Mungu. Hana mpinzani, Yesu ni Mungu. Ahadi ya Baba. Ukimpata Roho Mtakatifu ni kiongozi. Atakuongoza kwenye kazi ya Mungu. Roho Mtakatifu ni macho, anaona. Roho Mtakatifu ni nguvu zetu. Hatusemi kwa jina la Yesu, ukiwa umetoka kushiba ugali lazima uwepo upako. Sikia. Wanapokuambia pokea mafuta upako. Upako kwanza tuelezane ni nini? Sikiliza. Upako ni nguvu ya Mungu inayokuwa juu ya mtu. Tunaposema mchungaji amejaa upako, maana yake amejaa nguvu ya Mungu. Inaingia, akishaingia ndani mwako unakuwa mtu mwingine. Ukisimama kuhubiri pepo zinakimbia. Ukisimama kuimba mashetani lazima yaogope. Ukiingia kwenye maombi lazima shetani atetemeke. Maana umejaa nguvu, maana umejaa upako, maana umejaa uweza. Haleluya. Ndio kazi ya Yesu. Akasema na waleteni ahadi ya Baba. Ahadi ya Baba tukamiminiwa siku ya Pentekoste. Sio uongo. Akasema kaeni hapa. Hapa ndipo ninapowasili pa wale wanaoamini miungu mingine na sio Yesu. Sisi Yesu wetu alipokufa akafufuka, alituahidi. Kama wale wanaosema Yesu hajafufuka ndio waje hapa niwasomeshe leo. Wale ndugu zetu wale upande wa Mashariki ya Kati hapa. Msikie. Alisema kaeni hapa, naenda kwa Baba, na nikishafika kule nitaruhusu aje nani? Msaidizi atakayewasaidia kuimba, atakayewasaidia kuhubiri, atakayewasaidia kuomba, atakayewasaidia mambo yote. Ndiye anayetusaidia kuomba, maana hatujui kuomba jinsi patavyo, lakini yeye hutusaidia kuomba. Haleluya. Maana Biblia inasema Roho Mtakatifu mwenyewe hutusaidia kuomba mkusikoweza kutamkika, kwa sababu sisi wenyewe hatujui kufanyaje? Hatujui kuomba. Lakini Yesu alisema nitawaleteeni msaidizi. Kwa hiyo hatupo peke yetu hapa. Yesu yuko anatuandalia makao. Viti vinapanguswa tu. Vinawekwa tayari kwa ajili yenu mlioko hapa. Silaha iliyoje? Silaha iliyoje Samfura? Yesu anaandaa makao kule. Alafu tumeandaliwa msaidizi, tuko naye hapa. Anatusaidia. Akiwepo mwanga, yule msaidizi anamwambia amka uombe, kuna nguvu inakuja. Msaidizi anakushitua. Ndio kazi hiyo. Bwana asifiwe. Anakupa macho. Unataka kusafiri, anakuambia omba bana, mbele naona mambo sio mazuri. Ukishaingia kuomba unafika mbele unakutana na hatari. Lakini Roho Mtakatifu msaidizi ashakusaidia. Ashakushitua mapema. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, kukushitua, kukukumbusha. Bwana asifiwe. Na kazi zake anatukumbusha pia tunaposahau. Pale tunapopungua, sikia, tunaweza tukakosea katika dhambi, lakini Roho Mtakatifu huku ndani huaga anazungumza, bwana umepungua. Ukimkaidi tu unakufa. Lakini ukimtii ukaenda kutengeneza unakuwa mpya. Bwana asifiwe. Unakuwa mtu mwingine tena. Unafinyangwa. Yesu baada ya kuondoka hapa duniani akawaambia wanafunzi wake, msiondoke hapa, subirini ahadi ya Baba. Ninaenda, nikifika kule salamu ya kwanza mwambia Baba agiza msaidizi aje kuwasaidia. Na alipofika tu kipawa kikamwagwa siku ya Pentekoste. Ndio tunajua okay, kumbe Bwana Yesu ashafika mbinguni. Mara hii tu ashafika. Maana mambo tushayaona. Bwana asifiwe. Salamu ya kwanza kujua Yesu amewasili duniani, ameshawasili mbinguni. Aliagiza kile kipawa. Sasa alituambia anaenda kumwagiza Roho amsaidizi. Kwa alipofika kule ndio ile siku ya Pentecost. Wakashawasili bwana. Tunaona mambo yashaanza hapa. Shughuli ziko zinaendelea hapa. Kumbe jamaa ashaanza kukorofisha mambo kule mbinguni. Haleluya! Ashaanza kukorofisha mambo kule.
Ndiyo tuna hakika na Mungu tule naye. Maana anaposema nimeenda kuandalia makao mahali ili nilipo na nyinyi mwepo, sio uongo. Ni hakika. Bwana asifiwe. Si ndio maana amesema hivi, ndawamwagieni kipawa cha Roho Mtakatifu, msaidizi atakayemsaidia. Ni kweli Roho Mtakatifu yupo, anatusaidia. Mchungaji Clement ana washirika wake 10 kanisani, kwa mfano wako 50. Usiku amepumzika, Roho Mtakatifu msaidizi wake anamwambia Sala ana vita kali, amka muombe. Kesho anakuja Sara na shuhudia, jana usiku Bwana sifiwe, nyoka aliingia ndani akapita kitandani, hakuniuma, Mungu alinisaidia. Kumbe Roho Mtakatifu alimwambia msaidizi akaomba kwa ajili yako. Ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatutia nguvu. Roho Mtakatifu ni kiongozi, anatuongoza kutembea katika kweli yote. Sema amen. Ukiwa na Roho Mtakatifu huwezi kumtenda dhambi. Mapambano mpo? Nisikie uhai mimi. Mapambano mpo? Hawashakufa. Mapambano mpo? Au njani? Sikia. Mmesema hivi, kujipamba mahereni vitu gani, ma makeup, mdomoni anakuwa mwekundu kama ngedere. Sikiliza, Bwana asifiwe. Ukiwa na Roho Mtakatifu huwezi kwenda kuweka makeup, ametulia ndani Roho Mtakatifu. Atakukataza tu. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu hutaenda kusema umbea. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu hutakuwa mgomvi kama ulivyo. Ukiwa na Roho Mtakatifu unakuwa mpole kama hua. Roho Mtakatifu anafananishwa na hua. Maana siku ile Yesu anabatizwa, kiwiliwili kama hua alikuja akatua begani mwake. Roho Mtakatifu anafananishwa na hua au njiwa. Simama njiwa alivyo. Usipomtumia huyo msaidizi ulio naye utapotea. Maana pasipo Roho Mtakatifu utatembea sawa sana mtu aliyefunga kitambaa usoni, anatembea pasipokuwa na dereva anayemuongoza. Na kanisa lolote pasipo Roho Mtakatifu mtatembea mtumbukie shimoni wote. Maana hamna taa. Maana Roho Mtakatifu ndiye kiongoza na anayeongoza maisha ya watu. Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza kanisa liende wapi liache wapi. Mchungaji anakasema tu wiki hii tutakuwa tukiombea kanisa. Huwezi kujua kanisa lilikuwa kwa nini. Huenda shetani alikuwa amekusudia mabaya juu ya kanisa leno. Lakini Roho Mtakatifu kwa vile ni kiongoza, anafunua yote. Roho Mtakatifu kazi nyingine anayoifanya kishangia ndani mwako, anamfunua Yesu ndani yako. Kama unaye anamweka wazi, kama huna anaweka wazi. Tunakuona. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu, anafunua. Unaweza kujifanya hivi kama mimi hivi nimependeza safi. Jamani nina Yesu mimi. Lakini Roho Mtakatifu akafunua akasema huyu hana. Mwimbaji mmoja kaimba, utanitambuaje kama nimeokoka? Kwa kuvaa suti. Eti kwa kupendeza na kuvaa TikTok. Hiyo itatosha tu. Roho Mtakatifu atafunua tu. Lazima tutakujua kama ni mguruguru, tunajua wewe ni mguruguru tu. Hata ujifiche. Wanasema huwezi kujificha kikohozi, utakohoa tu. Unaweza kusema mtakatifu umenyoka, miaka nenda rudi, wanasema za mwizi ni ngapi? Roho Mtakatifu atakufunua, atakuweka wazi tu. Kama wewe ni mtesaji wa kanisa, Roho Mtakatifu ndani ya kanisa atakufunua tu. Sema amen. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu analeta macho ya kiroho. Tunaona mambo yanaendelea. Kama giza lipo ndani ya kanisa, Roho Mtakatifu anatufunulia. Yanaweka bayana. Haleluya. Kama unayo kiu na Roho Mtakatifu, rahisi sana kupokea. Moja, kwanza unaachilia yote. Hasira, chuki, kila namna ya dhambi na vitu vya nchi. Unaachilia ndani ya moyo wako, unakuwa mweupe. Kinachofuata funga maombi tu. Ya kusema Yesu nataka unijaze leo. Yesu nataka unipe tena huyo msaidizi. Na ukishampokea ndani mwako utasikia amani. Kuanzia hapo utaongozwa naye. Kuanzia hapo utatembea kwa kuongozwa naye. Kuanzia hapo maisha yako hayatakuwa na giza. Utaanza kuona vitu ndani ya kanisa, ndani ya maisha yako, ndani ya watoto wako. Utaona unaanza kufunuliwa mambo tu. Yanaanza kuwa bayana. Bwana asifiwe. Msione wachungaji wanakaa mbele. Kama mchungaji ana Roho Mtakatifu, usijidanganye ndani ya kanisa. Anaona tu anakusitiri. Amekuhifadhi tu kwenye 18 anakuombea. Bwana asifiwe. Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja Kigoma pale. Nikamwambia sasa usiku nimeota 1 2 3. Akaambia wewe hicho ulichokiona mimi na mimi nikiona. Kwa nini umejua hiyo kitu? Nikamwambia Roho Mtakatifu anafanya mawasiliano. Bwana asifiwe. Ndio kazi ya Roho. Wachawi wanaokutesa hawatakutesa tena. Maana kabla hawajaingia ndani ulishana. Roho Mtakatifu alishakuamsha zamani. Tena Roho Mtakatifu ukiwa naye atakukamatia adui zako wanaokutesa. Kama waliomtesa Danieli, Roho Mtakatifu akawakamata akawatupa wao badala yao. Na wewe
waliokupangia mashauri mabaya, asubuhi ya leo Yesu Kristo atakukamatia hao adui zako, utawaseta, utawakanyaga kwenye vitanga vya miguu yako. Kuanzia leo utakuwa salama. Sema amen. Ukikaa kwa Yesu kuna lipo na change na paki. Uzuri uko kule. Kama una huyo Roho Mtakatifu, siku ya kujiliwa kwa Yesu akija, Biblia inasema mara ya kwanza atakaa angani. Kinachofuata watakatifu ndio watanofoka, wanaenda wale. Si mnasomaga kwamba watapotea? Siku ile watu wengine hawatatuliwa wameenda wapi? Maana huyu kayeyuka. Kinachokuwa pale ni Roho Mtakatifu atakusaidia tu. Roho Mtakatifu ndiye atakayekusaidia. Huyu wa Yerusalemu pembeni na mwavuli, angalia huko. Hivyo. Roho Mtakatifu ndiye atakayekusaidia siku ile. Sumaku. Vyuma viko chini hivi. Sumaku iko juu, misumari inapanda hivi. Huyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu akiwa hapa, mawasiliano, Roho Mtakatifu yule msaidizi wako ndiye kaya kwa bwana, kashafika. Panda. Nenda. Lakini kama una utaanza kuuliza bwana, fulani yuko wapi? Ukianza kuuliza fulani yuko wapi, ushaacha wewe. Subiri ile hukumu ya mwisho. Subiri ile ya kulia na kusaga meno. Subiri ile ya hatari zaidi, ile ambayo sio wengi watakaopenya. Dhiki kuu. Hakuna atakayepenya pale. Unakatwa mkono mwezi mmoja. Unamkataa Yesu na mkubali, unasema namkubali. Haya, nenda na mkono wako mmoja. Hiyo siku ni mbaya. Bora leo kanema kapo. Tupo ndani ya kivuli. Tunaambiwa habari za Yesu. Vizuri tumpokee kabla hazijaja. Siku zilizo ngumu sana. Bwana asifiwe. Usifanye shingo yako ngumu leo. Mtafute huyo Roho Mtakatifu. Anapatikana. Si kwa hela wala kwa gharama yoyote. Ni wewe tu kujichuni. Ni wewe tu kujitafuta. Wapi ulipopungua, jitafute. Unasema mimi nimepotelea wapi? Unaanza kujisearch kama na search radio. Leo ninakupa ufunguo wa kufanikiwa katika maisha ya wokovu. Kama usipokuwa nayo utakaa kanisani miaka nenda rudi. Utabaki yule. Tunawaita mawe ya baharini yale. Sugua. Nenda ukirudi unakuta liko vile. Hatutaki warokore wa hivyo. Tunataka tukirudi kesho tunakuta kapanda viwango. Tukirudi kesho tunakuta kapanda viwango. Sio yule kila siku amedidimia, amedidimia. Unaitwa wokovu wa kifafa, hautakiwi. Leo umeanguka, leo umesimama. Utakutanisa umekufa wewe. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Maana kimulika kakuta yumo, atatetemeka tu. Anaanza kuharisha mule ndani, anasema tu, maana anajua mamlaka ulionayo. Maana yule msaidizi yuko ndani yako, amekutia nguvu, amekupa upako, nawe unaizungumzia ile mamlaka kwa nguvu. Haleluya. Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Kamata huyo mama, mtafute huyo, anapatikana sio kwa hela. Sio ende kuna kwambia kwa ati pokea mafuta upako. Ile ni uongo ile. Hamna mafuta upako. Upako ni nguvu ya Mungu. Hilo kanisa unaloabudu, kama unaona huna Roho Mtakatifu, usikae humo. Mfuate mchungaji wako, mwambie naomba hebu nipe hiyo kitu anasema hiyo. Nataka kujaa Roho Mtakatifu. Na kuhakikishia, mfuate huyo mchungaji Clement. Mwambie anipigie simu. Mwambie bwana nataka kutafuta huyo Roho Mtakatifu. Na mpataje? Atanipigia nitakuonyesha. Ukimaliza mwezi hujampata, basi utakuwa na shida yako mwenyewe. Na ukimpokea Roho, hautakuwa kama ulivyo. Utakuwa mtu mwingine kabisa. Hutakuwa mtesaji wa kanisa. Maana mchungaji hawalali. Wanahangaika na wewe, mara leo umefanya tukio hili, mara umetufanya tukio hili, mara hivi umegombana na majirani, vitu gani? Sababu huna Roho. Hayumo, unaenda kwa akili zako na mwili wako. Anasema fuateni Roho, hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Maana waendao kwa Roho hawafuati sheria za mwili. Sema amen. Mungu akubariki sana. Ninajua trip nyingine tutakutana. Simama juu. Haya, nani ambaye hajaokoka kwanza? Aje hapo. Wewe ambao unataka kuokoka, unajua moyoni mwako kabisa mimi sijaokoka. Nataka nianze sasa nimpokee huyo Yesu awe mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo. Sogea hapa mbele. Wote tumeokoka. Haya, mgonjwa aje hapa aombewe. Aliyekuja anahitaji msaada wa kuombewa, anataka kuponywa. Njoo hapa mbele. Naomba watumishi tushuke mbele. Tutawekea mikono watu. Mapambano wanaume 4. Sogeni hapa. Wanaume 4. Chapter, mnaona jifuta nyewe.
Funika macho, funika macho, endelea kutafakari wewe uliobaki. Nguvu ya Mungu ishashuka hapa. Ardhi hii inawaka moto. Ardhi inawaka moto. Pelekeni ndani hilo pepo. Peleka nani? Peleka nani? Peleka nani? Bebeni vizuri wanaume, wasiwashinde huyo. Mtoto mdogo huyo anawatesa. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu iko hapa. Ingia ndani kule. Mchungaji, ingia ndani kule. Kila madhabahu. Haya roho chafu. Wewe roho chafu. Wewe roho chafu. Wewe roho chafu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Toka ndani kwa jina la Yesu. Wewe pepo. Kwa jina la Yesu, pekeni ndani huko. Kwa jina la Yesu. Pepo mchafu. Usitembee kiolera. Wewe jimimine tu. Jimimine tu. Haya kwa jina la Yesu. Bwana akupe sasa mahitaji yako. Bwana akupe sasa mahitaji yako. Kwa damu ya Yesu Kristo. Roho za mateso zikuachie kuanzia sasa. Pokea nguvu, pokea mamlaka, pokea uwezo utokao juu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Haya. Wewe. Kwa jina la Yesu. Roho ya mateso kwa damu haya. Ndio. Funika macho. Haya. Fire you. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Pepo chafu. Pepo chafu. Pepo chafu. Haya kwa damu ya Yesu tunakuunguza. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo. Toka ndani. Kwa damu ya Yesu Kristo. Toka ndani. Peleka ndani kule. Funikeni macho. Kuomba, endeleeni kuomba. Nani? Mtavamiwa huko. Hivi mapambano umeenda wote? Wewe. Haya mapambano wanaume niweni upelekeni nani huko? Wewe acha kutafakari, pasua, kuna kitu kimefunga moyo wako wewe. Jimimine kwa Yesu wewe. Jimimine kwa Yesu, jimimine. Acha kufikiria moyoni mwako, mimina moyo wako. Pasua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Bwana kutetee, kwa jina. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Haya pokea. Ndio, anza kuja. Jatu. Haya twende hapa. Pita hapa. Johnny hapa. Haya kwa jina la Yesu. Kila roho zilizo kufunga mama. Ninaharibu kwa damu ya Yesu Kristo. Mama njoo. Niite wewe mama aje huyu. Njoo. Wewe. Hey! Haya pokea nguvu. Haya gara jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea upako. Haya kwa jina la Yesu. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo tufunike. Kwa jina la Yesu, roho ya mateso. Pepo mchafu uliyemfunika mama huyu. Ninaamuru kuanzia sasa, chomoka ndani kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo toka ndani. Kwa damu ya Yesu Kristo uwe huru. Katika jina la Yesu, pokea nguvu, pokea uwezo. Katika jina la Yesu uwe salama. Uwe huru katika jina la Yesu. Wewe. Niangalie wewe, niangalie. Funika macho. Haya kwa jina la Yesu. Ninang'oa kila madhabahu za kipepo ndani mwako. Kwa jina la Yesu Kristo. Ewe nguvu za giza, unayemtesa mtoto huyu. Ninakung'oa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, uwe huru. Unasikilizia? Umeokoka? Unasali wapi? Katika jina la Yesu Bwana kutetee. Mama acha kunenemika. Yesu yuko mbele yako. Haya.
Haya, pasuka. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo pokea. Funguka katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana kushindie katika jina la Yesu. Bwana endelee kuwashindia katika jina la Yesu. Upako wa Kristo kawe juu yenu. Damu ya Yesu Kristo kawafunike. Asiwepo wa kupungukiwa katika jina la Yesu. Mkono wa Kristo kapite juu yako. Mkono wa Kristo kapite juu yako. Kuanzia sasa, siku zote za maisha yenu. Katika jina la Yesu, kwa utukufu wa Kristo. Neema ya Kristo kawe juu yako. Katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea ushindi, pokea neema, pokea kibali, pokea uweza kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Mwokozi. Mfalme, endelea Baba kuonekana. Nyewe wawili njoni. Nyewe wawili. Wewe huyu anayekimbia umlete hapa. Wewe njoo. Njoo na mwenzako amekimbia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaamuru wingu la Roho Mtakatifu likaendelee kuwafunika. Upako wa Kristo kawe juu yenu. Moto kazidi kuwaka mioyoni mwenu. Anje ja, anje ja, 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 ja upako, ja nguvu, ja uweza, ja mamlaka, ja Roho Mtakatifu, ja uwepo utokao juu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Msipungue, msipungue. Msipungue, tembeza, tembeza. Sharp. Zungusha hivi. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa Mungu usipungue juu yenu. Kwa damu ya Yesu Kristo mkaendelee kuona ukuu wa Mungu juu ya maisha yenu. Ninawaachilia mikononi mwa Yesu. Roho Mtakatifu kawatamie katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wa milele. Baba, ninakushukuru. Ninakutukuza. Maana hujatupita. Maana hujatupungukia. Ninaomba yote katika jina la Yesu Mwokozi. Ninakuinulia sifa na utukufu kwa yote uliyotenda kwetu mchana wa leo. Ninaomba yote nikiamini katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba nikishukuru. Amen.